وأيد بنصره وتأييده من أفرده بالتوحيد. وأيد بنصره akasema na akawatia nguvu binasrihi kwa nusra yake, wa ta'yidihi na kuwapa nguvu man afradahu bitauhid, wale ambao wamempwekesha kwa tauhid, wale ambao wamempwekesha Allah subhanahu wa ta'ala bitauhid. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala alipowaangamiza wale waliofanya kibri na kuacha risala za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akawapa nguvu mitume wake pamoja na wafuasi wao, pamoja na wale waliofuata njia ya haki na njia ya al-islah, njia ya kutengeneza na kuishi kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. wasaqa qulubahum biwabil alkitabi watalli as-sunnah, kasema wasaqa qulubahum, na akazinywesha nyoyo zao hawa watu wa tauhidi. Baada ya kuwatia nguvu Allah subhanahu wa ta'ala, saqa qulubahum, akazinywesha nyoyo zao biwabil alkitab alwabil walmatar ash-shadid, akawanywesha nyoyo zao kwa mvua iliyokuwa nyingi, mvua ya kitabu. Alwabilu ni mvua iliyokuwa nyingi katika lugha ya Kiarabu. Almataru ash-shadid inaitwa alwabil. Akazinywesha nyoyo zao kwa mvua ya kitabu, wa talli as-sunnah, na kwa mvua ya sunna. At-tallu pia ni mvua. Akazinywesha nyoyo zao kwa mvua iliyokuwa nyingi ya kitabu, yani ya Qur'an, na kwa mvua iliyokuwa ya kawaida, iliyokuwa ndogo ndogo, mvua ya sunna. At-tallu ni mvua iliyokuwa na udhaifu, yani isiyokuwa kubwa, inaitwa at-tallu. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala amezinywesha nyoyo za waumini, wale ambao aliwanusuru baada ya kuangamiza waovu, akawapa nguvu, akazinywesha nyoyo zao mvua ya alkitab, mvua ya Qur'an iliyokuwa nyingi, na vile vile mvua ya sunna iliyokuwa inawafikia kidogo kidogo, yani alladhi yanzilu shay'an ba'da shay, mvua ambayo ilikuwa inateremka kiasi kidogo baada ya kingine. Kasema fa athmaratil mu'taqad al-khalisa, mvua ambayo athmarat imeleta matunda ya al-mu'taqad al-khalisa, itikadi iliyokuwa khalis, itikadi iliyokuwa safi. Wal qawl as-sadida, na kauli iliyokuwa ya sawa. Al qawl as-sadida, kauli iliyokuwa ya sawa. Maana yake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipoonyesha manabii, mitume, mawalii pamoja na waja wema mvua ya kitabu na sunna, mvua hiyo ikaleta matunda ya itikadi iliyokuwa sahihi. Ndio hapo aliposema fa athmaratil mu'taqada al-khalisa wal qawl as-sadida, ikaleta matunda ya itikadi iliyokuwa khalis pamoja na kauli iliyokuwa ya sawa. Kisha akasema yu'ti wa yamna, akaanza kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa nyingine, akasema yu'ti, Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti, anatoa, anawaruzuku watu, anawapa mali, watoto, elimu na mengineyo. Wa yamna, na vile vile huzuia. Allah anampa mtakaye na humzuia amtakaye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhfidh, na huwashusha baadhi. Wa yarfa, na kuinua. Allah subhanahu wa ta'ala anawainua baadhi ya watu na kuwashusha wengine. Anawainua wacha Mungu na kuwashusha al-uswat wal mushrikin, wale kufanya maasi na wale washirikina. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwashusha. Wayasilu
na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwaunga, wa yaqta, na ni mwenye kuwakata baadhi. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwaunga baadhi na mwenye kuwakata wengine. Yasilu man yasha, anamuunga yule amtakaye, wa yaqta man yasha, na vile vile humkata yule amtakaye kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hilo linaendana kwa hikma yake jalla wa ala, kama alivyosema Sheikh, walahu alhikmatul baligha, naye Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma iliyokuwa ya mbali kabisa. Alhikmatul baligha ni hikma iliyokuwa ya mbali. Allah subhanahu wa ta'ala anafanya kila kitu kwa hikma. Hakuna kitu katika ulimwengu huu, katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa Allah amekiumba kwa hikma yake. Hakuna kitu ambacho kinafanyika kwa mchezo tu pasi na utaratibu maalum au pasi na sababu maalum. Kila kilichopo katika dunia hii Allah amekiweka kwa sababu maalum, na hiyo sababu ndiyo al-hikma. Kusema al-hikma manake sababu. Wal hujjatu ad-damigha, naye Allah ndiye mwenye hoja ad-damigha, yani al-qati'a, hoja zilizokuwa zenye kukata ambazo hazina mzozo ndani yake. Al-hujjatu ad-damigha huwa hiya al-hujjatu al-qati'a, ni zile hoja zenye kukata ambazo hazina mzozo ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna yeyote katika wanadamu ambaye anaweza kusimamisha hoja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hoja zake ni zenye kukata, zenye kuwakata watu wa batil, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, rusulan mubashirin wa mundhirin, amewatuma mitume ambao ni wenye kubashiri na ni wenye kuwaonya watu, lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, ili kwamba watu wasiwe juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasiwe na hoja baada ya kuja mitume wake jalla wa ala. Naam, akasema wama rabbuka bidhallamin lil'abid, na hakuwa Mola wako. Hii ni aya katika surati Fussilat aya ya 46. Anasema hakuwa Mola wako bidhallamin lil'abid, hakuwa Mola wako ni mwenye kuwadhulumu, ni mwenye kuwadhulumu waja. Allah subhanahu wa ta'ala hasifiki na sifa ya dhulma, kwa maana la yuaqibu ahadan illa bidhambi, Allah hamwadhibu yote isipokuwa kwa dhambi yake. Allah hamwadhibu yoyote isipokuwa kwa dhambi yake, na wala hamwadhibu yoyote isipokuwa baada ya kumsimamishia hujja, baada ya kumtumia mitume. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala sio mwenye kuwadhulumu waja wake. Akasema ahmaduhu subhanahu, na mhimidi utakasifu ni wake, na mhimidi yeye Allah utakasifu ni wake. Wa ashkuruhu, na namshukuru, anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake. Na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kunaanzia katika moyo wa mtu, kunaanzia katika moyo wa mtu bi'tirafi an-ni'ma, kwanza kwa kukiri kwa ile neema ambayo Allah amekujalia. Allah amekujalia neema ya afya, unakiri katika moyo wako kwamba hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo vinafuata viungo vyako katika kuishukuru hiyo neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, vinafuata viungo vyako kwa kuitumia neema hiyo katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiitumia neema katika kumtii Allah, hali ya kuwa nakiri katika moyo wako kwamba hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe utakuwa ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema wa atubu ilayhi, na natubia kwake, natubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana arji ilayhi min adh-dhunubi wal ma'asi, narejea kwa Allah kutokana na madhambi na maasi. Wa as'aluhu tauba, na namuomba toba, anisamehe ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa astaghfiruhu, kwa maana wa atlubu minhu al-maghfira, na natafuta kwake msamaha, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala anisamehe. Anakiri udhaifu wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.
sisi ni wenye kumkosea Allah jalla wa ala. Basi ikiwa ni sisi ni wenye kumkosea Allah, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha ni jambo ambalo ni aula na ni aujab, ni jambo ambalo ni aula na ni wajibu. Akasema wa atubu ilayhi wastaghfiruhu, natubia kwake yeye na namuomba msamaha. Wa as'aluhu ladhata an-nadhari ila wajhihi, na namuomba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ladha ya kuangalia, ladhata an-nadhari ila wajhihi, namuomba ladha ya kuangalia kwenye uso wake. Fi yaumil mazid, katika siku ya kiyama. Yaumul mazid ni siku ya kiyama. Yaumul mazid ni siku ya kiyama. Imeitwa yaumul mazid kwa nini? Kwa sababu kama wanavyosema ulama, ni siku ambayo watu wa peponi kila mmoja wao atakuwa anajihisi yupo katika nyongeza. Almazid ni kitu cha ziada. Kila mmoja wao atakuwa anajiona yupo katika neema ya ziada. Yaani hakuna miongoni mwao, hata kama wale ambao watakuwa katika daraja ya chini katika pepo, akajiona kwamba mbona mimi nimepewa kidogo. Kila mmoja wao atakuwa anajiona amepata kitu cha ziada kuliko vile anavyohitajia. Ikaitwa yaumul mazid. Kwa nasema wa asaluhu ladhatan nadhar, na muomba ye Allah ladha, aniruzuku ladha ya kumwangalia, kuangalia katika uso wake. Fi yaumil mazid, katika siku ya kiyama. Na miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala atawaneemesha watu wa peponi ni yeye kujitokeza mbele ya watu wa peponi jalla wa ala. Watu wa peponi watamuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao pasi na kizuizi chochote, kama alivyosema Allah katika Qur'an surati Yunus aya 26, anasema lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Lilladhina ahsanul husna, kwa wale ambao wamefanya vizuri basi watakuwa na pepo, lakini vile vile watakuwa na ziada. Ziada ni kitu gani? Ikafasiriwa katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam kwamba ziada ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wa peponi watamuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao, na ile imethibiti katika hadithi katika Sahih Muslim kutoka kwa Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabii sallallahu alayhi wasallam qala, anasema idha dakhala ahlul jannati aljanna, watakapoingia peponi watu wa peponi, yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, atasema Allah tabaraka wa ta'ala, turiduna shay'an azidakum. Allah atawauliza watu wa peponi, je, kuna kitu mnataka niwaongezee? Kuna kitu cha ziada mnataka mpate? Fayaquluna, watasema watu wa peponi, alam tubayyidh wujuhana, hivi je hujazifanya nyuso zetu kuwa ni nyeupe? Wanamuuliza Allah subhanahu wa ta'ala, alam tudkhilna aljanna, je hujatuingiza peponi ya Allah? Watunajjina minan nar, na kutuepusha na moto. Fayakshifu alhijab, anasema Mtume, fayakshifu alhijaba, Allah ataondoa kizuizi kile ambacho kinawafanya watu wasimuone, atakiondoa yaumul qiyama mbele ya watu wa peponi. Fama u'tu shay'an ahabba ilayhim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla, anasema basi watakuwa watu wa peponi katika wakati ambao Allah atakuwa ameondoa kizuizi, hawatapata kitu ambacho kinapendeza zaidi kwa wao kwa wakati huo kulikoni kumwangalia Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tala hadhihi al-aya, kisha Mtume akasoma aya hii sallallahu alaihi wasallam, lilladhina ahsanul husna wa ziyada, wale ambao wamefanya uzuri basi watakuwa na pepo na ziada. Mtume akatafsiri ziada hapa kwa maana ya kumwangalia au kuangalia uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo Sheikh anamuomba Allah, anasema wa as'aluhu ladhata an-nadhari ila wajhihi fi yawmil mazid, na namuomba ladha ya kumtizama na kumwangalia katika uso wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ni katika watu wa peponi ambao
watapata kutizama uso wake jalla wa ala. Akasema wa ashhadu an la ilaha illa Allah, kwa maana uqirru wa a'tarifu bi annahu la ma'budu bihaqqin illa Allah, na nashuhudia hapana mola isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ilaha illa Allah hiya kalimatu tauhid. La ilaha illa Allah ndio neno la tauhid, na ndio katika jumla ya kile ambacho atakizungumza katika risala hii rahimahullahu ta'ala. Akasema wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wahdahu yani peke yake, la sharika lah asiyokuwa na mshirika. Hii ni taukid, yani kutilia msisitizo aliposema ashhadu an la ilaha illa Allah, na shuhudia hapana mola isipokuwa ni Allah, hapana mola anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah. Akaleta at-taukid, msisitizo, akasema wahdahu, peke yake ambaye la sharika lahu, hana mshirika. Al-Muhsi, Al-Muhsi hili ni jina miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-Muhsi, kwa maana ambaye anawadhibiti. Allah subhanahu wa ta'ala yuhsi ala ibadihi, ni mwenye kuwadhibiti waja wake. Wala yafutu alayhi shay'un, na wala hapiti na kitu chochote. Allah subhanahu wa ta'ala hapiti na kitu chochote kwa waja wake. Huwa al-Muhsi, ni mwenye kuwadhibiti na mwenye kuadiriki kwa kila jambo. Kasema al-Mubdi, al-Mubdi kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio mwenye kuanza. Yubdi'ul khalqa wa yu'idu, Allah ndio mwenye kuanzisha viumbe na ni mwenye kuwarejesha. Allah ndio mvumbuzi wa kila kilichokuwa kiumbe. Al-Mubdi yani yubdi'ul khalqa wa yu'idu, ni mwenye kuanzisha kuumba na ni mwenye kurejesha. Akawaleta viumbe katika hali wasiokuwepo hapo kabla. Thumma yu'iduhum, kisha baadaye atawarejesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yab'athuhum, na tawafufua liljazaa wal hisab, kwa ajili ya malipo na kuhesabu. Imekuja katika aya innahu huwa yubdi wa yu'id, katika suratul Buruj aya 13. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika yeye huwa yubdi, ndio mwenye kuanzisha, wa yu'id, na ni mwenye kurejesha. Ni mwenye kuanzisha viumbe na ni mwenye kuwarejesha kwa kuwafisha, lakini vile vile ni mwenye kuwafufua kwa ajili ya kuwalipa na kuwahesabu. Akasema al-fa'alu lima yurid, yani yaf'alu ma yurid subhanahu wa ta'ala. Allah ni al-fa'al, ni mwenye kufanya lima yuride, kwa yale anayoyataka. Allah ni mwenye kufanya yale anayoyataka, na matendo yake Allah subhanahu wa ta'ala ni mabniyatun ala al-hikma, yamejengeka juu ya hikma maalum. Allah hafanyi kitu pasi na hikma. Hakuna kitu ambacho kinafanyika bure bure. Al-fa'alu lima yurid, ni mwenye kufanya yale anayoyataka pasi na kulazimishwa, wala pasi na ya matakwa ya kiumbe chochote. Anafanya kwa mambo kwa hikma subhanahu wa ta'ala. Akasema ta'ala, ametakasika, yani tanazzaha an an yakuna lahu sharikun fil mulk. Allah ametakasika kwa kuwa na mshirika katika ufalme wake. Allah ametakasika kwa kuwa na mshirika katika ufalme wake. Hana mshirika Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndio mmiliki wa kila kitu, na asio kwa Allah ni mamluk, ni mwenye kumilikiwa. Kuanzia malaika na viumbe vyote mpaka wanadamu, sisi wote ni miliki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ametakasika an ayakuna lahu sharikun fil mulk,
kutokana na kuwa na mshirika katika ufalme wake, au waliyu minadh-dhulli, au kuwa na wali kwa sababu ya unyonge. Au waliyu minadh-dhulli, yani Allah subhanahu wa ta'ala hajafanya wali sawa sawa, lam yattakhidh waliyan, Allah subhanahu wa ta'ala hakufanya wali ambaye amewakiana naye ahadi ili amsaidie minadh-dhulli, kwa ajili ya kuondoa unyonge. Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa hiyo. Waliyu minadh-dhulli, Allah hana wali, hana kipenzi ambaye amemfanya au amemweka minadh-dhulli kwa ajili ya kumuondolea unyonge au kwa sababu ya unyonge na udhalili aliokuwa nao. Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa hiyo, kama alivyosema katika suratul Isra, walam yakul lahu waliyyu minadh-dhulli, na wala hakuwa na wali minadh-dhulli, atokanaye na udhalili, unyonge. Naam, akasema au sahiba kwa maana ya zauja. Allah ametakasika kuwa na mke. Allah subhanahu wa ta'ala laysa lahu sahiba, hana mke Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema katika suratul An'am, badi'u samawati wal ardh anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba. Badi'u samawati wal ardh, Allah ndio mwanzilishi wa mbingu na ardhi. Anna yakuna lahu walad, ni mbali kabisa yeye kuwa na mtoto. Walam takul lahu sahiba, ili hali Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa na mke. Kwa Allah ni mwenye kutakasika na sifa hii. Hii ni sifa ambayo wanasifika nayo makhluk, viumbe, na si Allah subhanahu wa ta'ala. Au walad, au kuwa na mtoto, au walid, au kuwa na mzazi. Allah ametakasika na hayo yote, hana mtoto na wala hana mzazi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana hakuna ambaye ametokana na Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mtoto wake, na wala yeye hakuna alikotoka. Kwanza kusema kwamba yeye ametoka katika asili fulani ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye asili ya kila kitu. Hakuna kabla yake kitu chochote na wala hakuna baada yake kitu chochote jalla wa ala, kama alivyosema qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sura maarufu. Akasema au kufuwan, na yeye Allah hakuwa na mwenye kufanana naye, au kufuwan, mwenye kufanana naye, hana Allah subhanahu wa ta'ala kufuwan au nadid kwa maana ya almithlu wan nadhir, hana mfano wake na wala hana anayefanana naye Allah subhanahu wa ta'ala.